Haleluya, mtu wa Mungu. Sasa nataka leo nitengeneze lebo ambayo itatumika kwa ajili ya kuweka kwenye klipu zako, ambayo ni mfano wa lebo kama hii hapa. Nataka nikuonyeshe hapa ili naitumiaga ya kwangu mimi, ili na pia uwe na ya kwako ambayo utaitumia. Kwa nataka niende step by step ambayo na wewe utakuwa ukifuatilia. Kuna lebo kama hizi lakini pia kuna lebo kama nyingine hii ambayo ndo naitumia. Sasa hapa leo ninatengeneza ya kwangu nyingine ambayo wewe naye pia unaweza ukaitengeneza. Tutatumia faili la kutengenezea ambalo ni tutakaloweza kulitumia ni faili la PicsArt ambalo nishatoa maelekezo namna ya kudownload. Ni vyema ikiwa kama utatumia lile ambalo nimeposti kwenye au nimeliweka kwenye WhatsApp, link yake kwa unaweza ka download. Tuanze sasa kwa kutengeneza hapa lebo yetu ambayo tutakuwa tunaitumia sasa kwenye kurushia vipindi kadha wa kadha ambavyo utakuwa ukitengeneza klipu zako unaambatanisha. Sasa pengine nataka nianze kutengeneza lebo. Nitatengeneza lebo. Cha kwanza kabisa nadhani ukifungua PicsArt yako au file PicsArt utalikuta liko hivi muonekano wake. Labda pengine kama hujafanikiwa kulifungua utaeleza ili niweze kukusaidia zaidi. Kwa hapa tunaingia hapa, alafu tunaingia edit tena hapo, edit and video tunaingia hapo. Alafu baada hapo tunatumia background. Tunaingia kwa background hapo. Tunagusa hii ya kwanza tena background hiyo. Alafu baada ya hapo inakuwa imetuletea uwanja wetu kama huu. Sasa tunaanza rasmi kutengeneza sasa. Huu ndio uwanja wetu wa kutengenezea hiyo. Tengenezea hiyo lebo yetu. Sasa hizi zote zinazoonekana hapa ni ratio tofauti tofauti za kutengenezea. Tutafuta mahali ambapo pameandikwa shape. Tagusa hapo shape. Alafu zinakuja shape ambazo ndo kama hizi. Tutatumia shape hii hapa. Wewe unaweza kutumia yote, ila mimi nimetumia kama mfano. Tutaikuza ambayo ikuwe walau ifikie kimo cha hiyo nani yetu. Tutashusha kidogo kama hivi. Kama hivyo. Tutategemea na ukitaka kuiongeza ni wewe tu, ila kipimo kizuri ambacho kitakuwa kizibi clip yako nadhani hiki. Kuna mahali pa kubadilishia rangi ambapo utaona hapa chini pameandikwa color. Unagusa hapo color. Ziko rangi nyingi, utatafuta unaotaka iwe kwenye muonekano wa rangi gani. Kuna hii kuna mimi mara nyingi nani yangu natumiaga blue. Tumiaga blue ambayo natumiaga blue ya ambayo ndo inaonekana kwenye nani yangu ni blue. Umetaka nitengeneze lebo nyingine sasa. Baada hapo hii hapa ni yetu. Baada hapo labda tena naweza nikaongezea vya kuongezea labda ngoja tuone ndani. Naweza vya kuongezea hapa tena naweza nikaingia kwenye lebo hiyo labda pengine nitumie, lakini pia rangi hii unaweza ni wewe tu. Mimi nataka nikoleze kidogo, ikolee zaidi. Hapo sawa. Baada hapo labda tuanze kuandika. Ngani niandikie. Natumia mara nyingi kiumbe kipya. Kiumbe kipya. Ndio hii hapa. Anza kuienda nani yetu hapa. Kama hivi. Sasa kapunguza ni wewe tu. Hivyo utakavyotaka iwe. Wewe utaandika unachokijua wewe. Afu hii na yenyewe kuiwekea background yake unatumia kwenye hapa highlight wanaita wenyewe. Unaingia rangi hizo hapo kwa utachagua. Mimi natumia mara nyingi hiyo.
ingia tena hapa kwenye shape. Shape unaweza kuwekea hii. Ndio napenda sana kutumia hiyo shape kama hivi. Baada hapo nitaongezea jingine kiumbe kipya. Sasa tumeandika ndani ya Kristo. Tunatiki folder hii hapa, tunaiweka na nyingine dako hapa kama hivyo. Baada ya hapo vingine tunaweza tukaweka huku chini follow, tukaandikia follow nakiingiza na hili follow me hii hapa, nguza tunaikata hapo chini hivi. Kuna mali pa kala unaweza kubadilisha hapa. Kuna layer tofauti, tuweke kala yanaingia hapa kwenye kuna ni background hapo tayari. Tunakuja kwenye shape pia kitaka. Kuna shape hii, kuna hii, kwa ni wewe tu, kuna hii. Punguza kidogo, kuna kwenye muonekano mdogo hapo tayari kama hivyo. Follow me anakuja kwenye sticker. So sticker hapo ndio tunachagua za kuweka sticker. Mimi nachukua za TikTok logo hapa. Ukisearch hapa hata YouTube pia zinakuja, kwa ni wewe tu. TikTok logo unaniletea pengine zacho pia tena, sababu ukitakiwa kuja hivi TikTok pana TikTok kwa tusearch hapo YouTube. Hii hapa YouTube tuona namna naletaje. Tegemea na mtandao, na hizi ndizo zinategemea na utakapokuwa umewasha mtandao. Inatumia MB, naona haileti. Inategemea na kwa zingine zinaleta, zingine zileti. Sasa hapa ninashangaa kwangu imekuwa haileti kati iwaga inaleta. Hizi hapa chini, yes, zimeshajileta na download. Ndio hizi hapa, nazipunguza labda hapo, ndo tayari kama ndo kama hivyo. Nataka nitengeneze shape fulani hapo katikati ya kuandikia. Nagusa kwenye shape nani, kwa nikata kwanza lione. Tunagusa hapa shape, tumia shape hii hapa, unazoom kwa pembeni hivi, unagusa pembeni kabisa kama hivi. Hii inatumika kwa ajili ya kuandikia title yako kama hivi. Sasa unaweza kubadilisha color, kuna moto na kuna umeandika color, kaweka nyeusi kama hivi, uwanja mweusi. Nikasogeza mpaka huko pia, ndio hii hapa. Hii naweza nikasogeza huko pembeni na hii follow, nasogeza hata hapa. Kitaka vya kuandika utajua vya kuongeza.
hapo, za nikawekea background au pia nikaacha hivyo hivyo, lakini bado pia si inaonekana kiumbe kipya ndani ya Kristo kama hivyo. Baada ya hapo nikitaka naweza nikagusa tena kuwekea ngoja hapo, naweza nishakamilika. Kwa hiyo kwa hapo tayari. Ukitaka sasa, ukishamaliza kama hivyo, una upload huko juu, utaona kama mshale kama cha download, una upload hapo, inakuwa ishakamilika hapo tayari. Ushamaliza hapo, utaikuta tayari imekwisha kuingia kwenye nani yako. Ndio hii hapa, hii ndio nakuwa natumia kwenye video zako. Sasa imekamilika hivyo tu, ni dakika chache. Mahali ambapo utakujaelewa utauliza, utaelekezwa tena na tena. Kwa leo niishie hapa, asante.